Subscribe Zumba TV. Qulubi wal arwah wal ajsam. Mufti Dawla Tanzania Sheikh Abu Bakr ibn Zubair ibn Ali, mwalimu wetu, baba yetu, mlezi wetu, Khalifatul Qadiria Sheikh Ali ibn Sheikh Muhyiddin bin Ali wa Mkoyogore, mjumbe wa baraza la ulama, kaka yangu, sahibu wangu Sheikh Isa ibn Uthmana, maarufu tumezoea kumuita Mufti London, mjumbe wa baraza la ulama, mwenyekiti wa Jaimat Sheikh Al-Hadi Musa Salim. Lakini hii ni Kinondoni, iko chini ya baba yangu Sheikh Muhenga. Muniwie radhi nisizimalize dakika ambazo nimeamrishwa kusema kwa kuarifisha meza nzima, wakati si jukumu langu. Nimejaribu sana pale kukataa kusema, lakini nimepewa maneno ambayo siwezi kuyasema kwa maiki hii, kwa sababu kashasema kaka yangu, mjumbe wa baraza la ulama. Japokuwa tunakutana kwenye mti mmoja, tumewahi kuokota embe kwenye muembe mmoja, lakini Sheikh Isa niwie radhi kwa ile lugha niliyopewa pale, siwezi kuisema hapa. Juzi nilisema maneno na jana nikasema tena, wacha leo niseme tena yale yale, lakini kwa njia nyingine. Nyumba yaweza kuwa kubwa sana, lakini mlango wa kuingia na kutoka ukawa ni mdogo tu. Lakini mlango unaweza ukawa mkubwa sana, lakini kufuli ya kudhibiti nyumba hiyo na mlango ule ikawa ni ndogo sana. Lakini kufuli yaweza kuwa kubwa, lakini ufunguo wa kufungulia ni mdogo sana. Waweza ukaudharau ufunguo, kumbe thamani yake kubwa, na ndio umebeba heshima yote ya nyumba. Mwili wa mwanadamu ni mkubwa, lakini mwili huu unategemea kichwa. Kichwa ni kidogo kuliko mwili, na ujanja wa mwanadamu upo kwenye macho, lakini macho ni madogo kuliko kichwa. Lakini steering ya maisha ya mwanadamu ni ndogo zaidi, akili. Usiishi kwa kutegemea kichwa chako kwa sababu kikubwa sana, na wala usiishi kwa kutegemea mwili wako kwa sababu mkubwa sana. Ishi kwa kutegemea akili yako. Tunapozungumzia Uislamu ni maadili, basi maadili ya kwanza kabla ya Uislamu wenyewe ni kutumia vizuri akili yako. Inawezekana kuna watu wakakuona wewe takataka. Kuna watu inawezekana wakakuona takataka. Kwa kuwa akili unayo, hebu tulia, jiulize, we takataka kweli? Inawezekana kuna mahala we ni mbolea. Usijikatae kwa sababu kuna watu wamekukataa. Kama kukataliwa na watu ingekuwa hoja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeiacha kazi aliyopewa. Watu walimkataa kwa njia nyingi na kwa mbinu nyingi, lakini hakuridhika na kutulia kwa kukataliwa na watu. Alitumia akili yake. Niwaombe, usiishi kwa kutegemea akili za watu wengine, ishi kwa kutumia akili yako. Karne ya 21 aliyoitaja Sheikh Isa, wenyewe wanasema ni alamu la ulama, globalization world.
ulimwengu wa utandawazi, kinayatun anil maarifa. Hii ni fumbo ikiwa na maana ni karne ya uweledi, na unaposema karne ya uweledi, karne ya elimu, mahala hapo tafsiri yake kuna akili kubwa, kwa sababu hiyo elimu, chombo cha kuchukulia elimu ni akili. Hakuwezi kukawa na elimu kama hakuna akili. Ishi kwa kutumia akili yako, acha kuishi kwa kutumia akili za wengine. Karne ya 21 bado kuna watu wanaishi kwa akili za wengine, wakipiga uruzi na wao wapo, wakinyamaza na wao wapo. Unachezaje ngoma usioielewa lengo nini? Mfano, inawezekana mjanielewa, nianze sehemu moja, sehemu nyingine kafasirini wenyewe. Ulimwengu unaendeshwa kisiasa, na siasa ina kontrola zake kwa mujibu wa madola. Tuachane na hao, ishi katika nchi yako. Anakuja mtu anakushauri kwa sababu yeye yupo Kenya, yeye yupo Uganda, yeye yupo Burundi, yeye yupo Europe, yeye yupo bara la Asia. Ubomoe nchi yako. Yeye kwa sababu atumia akili yake, afikirii kwamba kule akifukuzwa ataendelea kuwa kunguru, kwamba kila mti ukikatwa anahamia mti mwingine, watarudi kwao. Akirudi kwao wanakuja kwenye nchi gani? Si ndio ile aliyochangia kwamba iharibiwe? Na wewe kwa sababu unaishi kwa akili za watu, Mungu anatoa tangazo, amwambie mtume atangaze, kila mmoja anafanya kwa mujibu wa hali yake. Baba yangu Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogole, pamoja na kuwa zamani kacheza mpira, tukisema tutembea hapa sasa hivi na muacha atake astaki, hali yake sio ile. Umri sasa ushakataa, kwa hata kutembea atatembea kwa tahadhari kwa mujibu wa umri wake. Na ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia, adhaifu amiru rakbi, dhaifu ndiyo kiongozi wa safari. Tukitembea na wazetu waweke mbele, tukitangulia sisi tutawaacha. Wazee watangulie, tuangalie spidi yao. Kwa ni waombe hasa vijana, kuna harakati, kuna harakati, kuna halakati. Wewe unakaa kwenye ipi? Kuna harakati, kuna harakati na kuna halakati. Wewe unakaa kwenye ipi? Unaweza kuhisi upo kwenye harakati, kumbe upo katika imma harakati wa imma halakati. Jamii ya leo na wakati tuliokuwa nao sisi, Mheshimiwa Mufti, si ule wa ujana wenu. Wakati mzee Mufti unasoma, ulilima, ulichanga kuni. Ulimwengu wa leo mambo yamebadilika, hakuna kutwanga, mashine zinazidi. Tutumie akili zaidi. Mama zetu, bibi zetu walikuna nazi, tunakokwenda watu hawakuni nazi. Miaka 6-7 ijayo hakuna mwanamke anajua kukuna nazi. Wanaweka tu kwenye mashine tie, wanapeleka, wanapika. Europe inakuja bara Afrika. Tumia sana akili. Miaka 10 ijayo hakuna habari ya kusuguana mikono kwenye kufua. Wakati wa kutumia nguvu umekwisha, itumike akili. Ishi kwa kutumia akili yako. Kulkullun ya'malu ala shakilati. Ukitumia akili unaweza ukadivide hata maisha ya familia yako. Kuna wakati dunia inatukataa kurithi jambo moja, wa ila mtu anachukua na kuongeza. Haiwezekani. Baba dobi, babu dobi, mtoto dobi, mpwa dobi, wote tunarithi kazi hiyo hiyo. Ni kudumaa kimaisha. Tumia akili yako. Haiwezekani babu alikuwa utingo na baba naye utingo na mtoto naye utingo, basi tunakwenda utingo 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 ila akhiri dunia. Ni kudumaza akili. Ishi kwa kutumia akili. Kolkolon ya'malu ala shakilati. Naamini Mheshimiwa Mufti kwa namna alivyokuwa mustawibul madhahib, sisi tunamjua katika maarifa.
lakini wapo watoto wake wengine anawasomesha kwenye mambo ya qiraati. Sio wabaki kule kule kwenye fiqh peke yake, wanatanua. Lakini wapo wengine anawasomesha kwenye secular, kwa sababu Uislamu pia unahitaji madaktari. Idha jaa haiwezi kufanya operesheni, wewe unabaki kwenye idha jaa, ni kudumaza akili. Ulimwengu tuliokuwa nao, vijana wenzangu, wadogo zangu, pia unatuhitaji tujue kompyuta, tujue Kiingereza. Unategemea tu kunatanata na kalkala. Viarabu vyenyewe vina kalkala, kwenye Kiarabu hamna kalkala. Sisi Viarabu vyetu vina kalkala, kuonesha hata Kiarabu chenyewe hatujui. Wala qad shekhe, kalkala kazi yake kwenye tajwidi kule. Unataka kuleta hunna tena kwenye kuongea Kiarabu wa inna. Shekhe, sogea. Sasa tunaishi kwa akili za watu. Watu wanatufanya sisi screen, wanabonyeza, alafu sisi tunakwenda tu. Babu yangu anasema tunakwenda kama ng'anam. Ndio ng'anam hiyo. Haiwezekani. Nikakai chini. Kwa nafasi ya Waislamu tuliuonesha ulimwengu kwamba Waislamu wakiamua lao linakuwa vyovyote itakavyokuwa. Walitupigia ngoma, wakatuimbia nyimbo tuharibu nchi yetu. Tulipoamua chini ya mufti wetu hatutaki, wimbo ulikuwa mmoja Tanzania nzima na hakuna kilichoharibika. Tulitumia sasa akili zetu. Waislamu tuache maisha ya kukopi na kupesti. Wanatuendesha watu wanavyotaka wao, wanatengeneza kifungu chao cha hela, wanatuna sisi kazi yetu hela tu. Hapana, tusiishi hivyo. Na hasa sisi tunaoitwa walimu, tunakuwa tayari tutumike, tuharibu jamii ya Kiislamu, tuharibu taifa letu kwa maslahi ya watu fulani. Tumia akili yako. Wao nao ni watu, wana akili zao. Sisi pia ni watu, tuna akili zetu. Hatujiamini. Ukimwona mwenzio anavaa suruali, sio dhambi wewe kuvaa suti. Sio dhambi wewe kuvaa koti. Kakaangu Sheikh Abdul Rafiq kaweka kijuba, mimi sina. Sio dhambi kuweka kilemba. Tusilazimishane unavyotaka kuvaa wewe, watu wote tuvae hivyo. Uislamu ulichotaka satrul aura, sio mavazi maalum kwenye dini hamna. Cha msingi satrul aura. Brother, umevaa miwani, mimi sina. Sasa usinilazimishe kupendeza kwako na mimi ndio ninapendeza. Wewe una mke mweupe, mimi wa kwangu mweusi. Wewe umewa Bukoba, mimi Pemba. Kullun ya'malu ala shakilati. Ishi kwa kutumia akili yako. Leo Mtambani hii inasoma maulidi. Mtambani hii leo inasoma maulidi, kuonesha tunakwenda mbele. Na naamini hapa wapo kila aina ya watu waumini. Masalafi wapo, Hizbu Tahariri wapo, Ansaru Sunna wapo, lakini dini inahitaji kutumia akili. Kile ambacho umekisoma akifai mwenzio kinafaa, tuvumiliane. Tumia akili yako. Hii dini sio kikundi hiki cha kisiasa. Tunakubaliana hapa watu fulani hatuwataki. Dini haisemi hivyo. Na ndio maana wanasheria wanasema la yunkaru almukhtalafu fihi wa innama yunkaru almujma'u alayhi. Wewe utakihitimu, unataka dunia nzima wakataa hitima. Shekhe, hakuna habari hiyo. Kila mmoja na akili yake. Wattafaqna ala alla nattafiqa. Tumekubaliana tusikubaliane. Tumekubaliana. Inawezekana Mheshimiwa Mufti, samahani, inawezekana Mheshimiwa Mufti anapenda Chadema, lakini inawezekana kuna mwanawe hapendi chama hicho, yuko chama CCM. Inawezekana Mheshimiwa Mufti anapenda Yanga, kuna mwanawe anapenda Simba. Sasa uweze kulazimisha watu wote tupende kitu kimoja, atakuwa hatuna akili. Kila mmoja na akili yake. Wewe unapenda Pakome, mwingine anampenda Singeli. Ndio inavyokuwa. Kullun ya'malu ala shakilati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ndio jeshi la mtu mmoja.